Jambo kubwa la kwanza ni mpango wa ruzuku ya mbolea. Moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni uanzishwaji wa mpango maalum wa ruzuku ya mbolea ulioanza msimu wa 2022-2023, na mpango huu lengo kubwa ni kuweza kumsaidia mkulima kuhimili bei za pembejeo za mbolea, na uhimilivu huu unasaidia sana upatikanaji wa mbolea kwa wakulima, na mwisho wa siku unaongeza tija ya uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula. Lakini pia tunafahamu kwamba mazao ya kilimo yanaongeza malighafi viwandani. Labda niwaeleze kidogo. Kabla ya kuanza utekelezaji wa mpango wa ruzuku mwaka 2021-2022, sekta ya kilimo ilikabiliwa na changamoto kubwa sana ya kupanda kwa bei za mbolea katika soko la ndani. Nafikiri mtakumbuka vita ya Ukraine, COVID. Lakini bei za mbolea zilipanda na zilikuwa zinauzwa kwa mfuko wa kilo 50 wakati ya shilingi 140,000 mpaka 150,000. Sasa mpango huu maalumu wa ruzuku ya mbolea uliwezesha kupunguza bei ya mbolea kwa mkulima kuwa wastani wa shilingi 40,000 mpaka 80,000, na hivyo kumpunguzia mzigo mkulima kwa takribani 50% ya bei ya soko. Sasa hii iliwawezesha wakulima wengi kununua mbolea na kuweza kuhimili gharama za uzalishaji katika sekta ya kilimo. Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya ruzuku zinazotolewa kwenye mbolea, ruzuku hii inatolewa kwa mazao yote na kwa wakulima wote. Na vile vile, tofauti na ruzuku zilizokuwa zinatolewa hapo nyuma, mpango huu wa ruzuku unatumia mfumo wa kidigitali ambao tumeupa jina ni mfumo wa ruzuku ya pembejeo za kilimo. Ulianza kwa pembejeo za mbolea, lakini sasa umeisha kwenda kuhusisha pia pembejeo za mbegu, hususan mbegu za mahindi. Mfumo huu unatumika kwa wakulima, unatumika kusajili wakulima pia, kusajili waagizaji, wazalishaji na wakala wa mbolea nchini, na unatumika kuratibu usambazaji na mauzo ya mbolea. Kwa hiyo kwa sasa tumetoka kwenye mifumo ya karatasi, sasa tumekwenda kwenye mifumo sasa ya kidigitali. Matumizi ya mfumo huu yamesaidia sana, imenufaisha nchi, serikali, kwanza kwa kuweza kupata kanzidata za kuaminika. Kwa sasa tunaweza tukamtambua mkulima, kwa sababu wakulima ili waweze kutumia mbolea ya ruzuku wanatakiwa wao wamejisajili. Kwa hiyo kwa kujisajili kule tunaweza kupata sasa taarifa muhimu ambazo zinarahisisha sasa kuweza kuwahudumia wakulima kwa urahisi zaidi. Lakini pia tunapata kanzidata ya waagizaji, tunapata kanzidata za wazalishaji wa mbolea nchini, na vile vile mawakala wa mbolea. Mfumo huu pia umetusaidia sana katika ufuatiliaji wa biashara ya mbolea tangu zinapoingizwa, zinavyozalishwa na zinapouzwa kwa mkulima. Kwa hiyo leo hii tunaweza tukajua kabisa kwamba mkulima fulani eneo fulani amenunua mbolea
aina fulani na kwa bei fulani. Kwa hiyo imeturahisishia sana kuweza kusimamia tasnia ya mbolea na kudhibiti udanganyifu uliokuwa unajitokeza katika mifumo iliyopita ya mpango wa ruzuku za mbolea.